Karibu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kutafakari ujumbe wa Mtakatifu Gaspari leo tarehe 13 Mei. Uwe msikivu kwa maongozi ya Mungu ambayo ameyatia moyoni mwako unapotafakari, ili aweze kutambua chochote kile kinachoendana na kinacholingana na mapenzi ya Mungu kwa njia ambayo Roho inaongozwa kwenye mlima mtakatifu wa Mungu. Uwe msikivu kwa maongozi ya Mungu ambayo umeyatia moyoni mwako unapotafakari, ili uweze kutambua chochote kile kinachoendana na kinacholingana na mapenzi ya Mungu kwa njia ambayo Roho inaongozwa kwenye mlima mtakatifu wa Mungu. Katika ujumbe wa leo, Mtakatifu Gaspar del Bufalo anatualika tuwe wasikivu kwa maongozi ya Mungu ili kutambua mapenzi yake. Katika maisha yetu ya kila siku, ni muhimu kutafakari juu ya maongozi ya Mungu na jinsi yanavyoweza kuathiri hatua zetu. Ujumbe huu unatuonyesha umuhimu wa kuwa na moyo ulio wazi kwa maongozi ya Mungu ili tuweze kutambua mapenzi yake katika maisha yetu. Wakati tunapofanya tafakari, tunapaswa kuzingatia kwamba Mungu anatuongoza kupitia Roho Mtakatifu ambaye hutuwezesha kuelewa kile ambacho kinampendeza Mungu na kutusaidia kufikia mlima mtakatifu wa Mungu ambao ni uzima wa milele. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 1 aya 17 hadi 18, nasema: "Namuomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye, na macho yenu ya moyo yafunguliwe ili mjue tumaini la wito wake." Hii inatuonyesha kwamba tunahitaji mwanga kutoka kwa Mungu ili tuweze kuona njia zake. Ndugu zangu, tukiweza kuwa wasikivu kwa maongozi ya Mungu, tutaweza kuelekea kwenye mlima wake mtakatifu. Tukisoma katika Zaburi ya 32 aya ya 8, Mungu anasema: "Nitakufundisha na kukuonyesha njia ambayo unapaswa kwenda, nitakushauri kwa jicho langu." Hii ni ahadi kwamba Mungu atatuelekeza kwenye njia sahihi ikiwa tutamtegemea. Tunaposhughulika na changamoto za maisha, ni muhimu kutambua kwamba maongozi yake yanaweza kutupeleka kwenye mlima mtakatifu wa furaha na amani. Ndugu zangu, katika maisha yetu, tukiwa wasikivu zaidi kwa maongozi ya Mungu, tunapata huruma yake ya kutusaidia kuepukana na majaribu ya kiroho, na pia inatusaidia roho zetu kukua kiimani, kwani tukimtegemea Mungu, hofu ya Mungu inakuwa ndani yetu na tunakuwa na imani thabiti naye, kwani yeye ndiyo mwongozi wa maisha yetu. Hivyo ndugu zangu, ujumbe huu unatukumbusha kuwa na imani katika maongozi ya Mungu. Tunapokuwa tayari kusikiliza sauti yake na kufuata mwongozo wake, tutakuwa katika nafasi nzuri ya kutambua kile ambacho kinampendeza yeye. Ni jukumu letu kujiweka tayari kupokea hekima kutoka kwake ili tuweze kuishi kulingana na mapenzi yake. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateri Sixberto Munishi wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.